kwamba ukada ni heshima kwenye chama, na unapewa dhamana ya uongozi ni heshima kwenye chama. Yako maswali unajiuliza, mwenezi wakati tunagombea wenezi mligombea watu wangapi? 15. Kwa nini ni wewe umechaguliwa kati ya watu 15? Unadhani wewe una akili zaidi kuliko 15 wote? Hapana. Unadhani una uwezo kuliko wengine wote? Hapana. Unatambua jambo moja, chama chako kimekupa heshima. Wana sisi wamekupa heshima wewe kwa mwenezi wao. Huenda umeangalia katika watu waliogombea wengi miongoni mwa makada ambao wanadhani ukupa dhamana ya uongozi hawana shaka na wewe. Moja ya kuwa wewe kiongozi wetu, lazima kwanza tujiridhishe na ukada. Ikiwa chama akijafanya kazi ya kutosha kukuangalia kwamba je, wewe ni kada na ukapewa dhamana ya uongozi, maana chama chenyewe kitakuwa kimekosea. Lakini lazima tuhakikishe kila anayopata dhamana ya uongozi awe ni kada, ili tusipate shida juu ya kuamini uwezo wake, imani yake na utendaji wake. CCM oye! Sasa tunaangalia baadhi ya sifa za kiongozi. Kwa muundo wa chama chetu tunamtarajia kiongozi kuwa na sifa gani? Tukiziona sifa hizi atatusaidia kujua kwamba huyu ni miongoni mwa viongozi wazuri. Moja ya sifa ya kiongozi wetu ni mtu asiyotawaliwa na tamaa. Asiwe mtu mwenye tamaa. Kiwa wewe ni kiongozi wa kata, kiwa wewe kiongozi wa wilaya, kiwa wewe si diwani, kiwa wewe si mwenyekiti, kiwa wewe ni mjumbe, miongoni mwa sifa za chama chetu za viongozi wetu ni kutokuwa na tamaa. Wasitawaliwe na tamaa. Kwa nini? Kiongozi yoyote aliyotawaliwa na tamaa anakuwa anapoteza msimamo wa kufanya majukumu yake. Hana msimamo. Akija mtu akikupa 2,000, bendera inaelekea kwenye 2,000. Akija mtu ana 5,000, bendera inaelekea kwenye 5,000. Umepoteza msimamo wa kiongozi kwa sababu ya hali yake. Tunasema maneno haya kwa sababu tunajua viongozi wenye tamaa wanapoteza ufanisi wa kufanya majukumu yao. Wakati mwingine sisi tunajua hali yako ya kiuchumi. Ndio maana chama hiki kinateua mtu yoyote yule kwa sharti kama unajua kusoma na kuandika, ili mradi tu kwamba mtu huyu tunajua tukimpeleka kwenye eneo analogombea ataungwa mkono na wana CCM wenzie. Kwa nini? Kwa sababu ya mahusiano yake, kwa sababu ya sifa ya pili ya kiongozi, tunamtaka kiongozi mwenye maono. Anaona mbali. Wanasema ukiwa kiongozi lazima uone mbali kuliko watu unaowaongoza. Kiona wewe ni kiongozi lakini uwezo wako wa kuendesha taasisi, kuendesha wenzio ni mdogo, basi utakuwa ulipata bahati kwenye mazingira ambayo labda huenda wewe ulikuwa na afadhali katika watu waliogombea sijui. Kwa nini tunasema maono? Kwa kawaida kwa muundo wa chama chetu, ukimwona mtu anagombea, mimi kwa mfano kama mimi nikikuona unagombea, kichwa changu kinaamini kwamba wewe umeona aliyopo kwenye nafasi ile kuna mapungufu unayoyaona. Unadhani ukipata nafasi utarekebisha 1, 2, 3 ambacho mwenzio hakufanya. Sifa ya tatu ya uongozi, lazima uwe jasiri. Wewe una uwezo wa kuwa jasiri. Huyu ndio kiongozi tunayemtarajia. Lazima kiongozi awe jasiri. Sifa nyingine ya kiongozi wetu, lazima uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. Tunamtaka kiongozi ambaye anaweza kufanya maamuzi. Kwa sababu kiongozi yoyote asiyeweza kufanya maamuzi anakuwa ni changamoto. Wako watu utawaumiza kwa kutofanya maamuzi. Kwa sababu wako watu watalalamika kwa jambo hili bwana lingefanikia, lakini tatizo tuna kiongozi ambao hana maamuzi. Sifa nyingine ya kiongozi yote mzuri ni mtu anaweza kutoa vipaumbele kwenye majukumu yake. Vipaumbele maana yake nini? Una majukumu zaidi ya 6. Unatoa umuhimu wa hayo majukumu. Kwamba unaanza na kipi, kinafuata na kipi. Kwa mfano kiongozi, inawezekana siku moja una ratiba ya matukio zaidi ya 6 au una kazi zaidi ya 6 zinakutaka ufanye. Kiongozi mzuri lazima
kipaumbele, na kipaumbele ni kuangalia, ni kurenki yale matukio yote tunataka kufanya. Lipi unadhani linatakiwa kupewa daraja la kwanza ndio lianze kufanya? Lipi linalofuatia litafanywa? Lipi linalofuatia?